Wakati ligi kuu Tanzania bara ikiwa tayari kila timu imeshacheza mechi 25, miongoni mwa mijadala iliyopo ni juu ya mabingwa watetezi Yanga ambao baada ya kutoa ubingwa mara 4 mfululizo msimu huu wangali kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini Yanga ni kwamba imeshuka kiwango chake yenyewe katika ligi kuu Tanzania bara kwa sababu msimu uliopita namna ilivyokuwa ikifanya sio sawa na ilivyo sasa. Inakumbukwa vizuri. Hivi sasa Yanga pamoja na maelezo hayo wapo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 60, lakini wakiwa ndio timu pia iliyofunga mabao mengi kuliko timu yoyote kwa sababu mpaka sasa ingali imefunga mabao 58, lakini ni miongoni mwa timu mbili zilizoruhusu mabao machache zaidi. Wao na Azam wameruhusu kila mmoja mabao 9 na kuifanya Yanga iwe kinara upachikaji mabao, Yanga iwe kinara katika ukuta imara kufikia mechi 25. Lakini kwa pointi hizi 60 maana yake performance yake Yanga ukiangalia vizuri kwa mechi 25 matarajio ni kwamba maximum performance iwe pointi 75. Lakini wao kuwa na pointi 60 maana yake utazidisha kwa 100 hapa, ukizidisha vizuri utagundua ni 80% ya ufanisi. Na kwa sababu hiyo ndipo Yanga kwa kiwango chake yenyewe inaonekana kana kwamba imeshuka kidogo, kwa sababu msimu uliopita wakati ilipofikisha mechi 25 kama ilivyo sasa, Yanga ilikuwa na pointi 67. Kwa lugha nyingine kuna pointi 7 zimepungua. Kwa lugha nyingine around 10% ya ufanisi wao imeshuka kulinganisha na msimu uliopita. Lakini pamoja na hayo bado kwa asilimia hizi 80 Yanga ndio inaongoza ligi kuu Tanzania bara hivi sasa. Yanga ndio ambayo hatima ya ubingwa wake iko mikononi mwake, kwa sababu kwa wengineo kuanzia watani zao jadi Simba wanaoshika nafasi ya pili wakiwa wao wekundu wa Msimbazi Simba wana pointi 58 na wengine wote wakiwemo Azam, Singida Black Stars, JKT Tanzania, TRA United, wote hatima yao kuhusu ubingwa haipo mikononi mwao. Inategemea wale walio juu kileleni, na hasa Yanga anamaliza vipi mechi zake 5 zilizobaki. Ni kwa sababu gani? Yanga kwa kuwa juu kwa tofauti ya pointi 2 dhidi ya Simba yenye pointi 58 kama tulivyotoka kuona hapa, Simba pointi 58, maana yake wao wakipata matukio mazuri katika mechi zilizobaki bila kuruhusu kipigo, maana yake wana nafasi nzuri zaidi ya kutoa ubingwa. Kwa mfano wakishinda mechi zote zilizobaki mkononi mwao, hakuna timu itafikisha idadi ya pointi watakazofikisha wao ambazo zitakuwa pointi 75. Maana wekundu wa Msimbazi Simba wakishinda mechi zote watatimiza pointi 73 kwa sababu hivi sasa na pointi 58, zimebaki mechi 5. Vivyo hivyo ilivyo kwa Azam, kwa Singida Black Stars, JKT Tanzania na nyinginezo, kwamba hatima yao haishii tu kwamba wao washinde mechi zote, bali pia kuombea mabaya wengine, na hasa aliyejuu kileleni pale ambaye ni Yanga. Lakini pamoja na hayo, licha ya kwamba wana sifa hii ya kwamba hatima ya ubingwa iko mikononi mwao wenyewe katika mechi zilizobaki 5 za kumalizia msimu, lakini performance hii ya 80% bado ni ya juu na tena ndio ya kiwango cha miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Ikumbuke kwamba msimu uliopita Yanga walimaliza ligi wakiwa na pointi 82 kati ya pointi 90, na hivyo ufanisi wake ilikuwa ukizidisha kwa 100 unapata ni around 91%. Hii ni performance ya juu mno ambayo barani Afrika kwenye ligi bora zote hakuna timu ilifanya hivi. Lakini pia kwenye mabao, Yanga msimu uliopita ilimaliza na mabao 83 ikiruhusu mabao 10, goal difference ikiwa 73 kwenye mabao. Sasa kwa sababu hiyo Yanga wenyewe kwa maana mashabiki wao, lakini pia wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini, inakuwa rahisi kulinganisha hiki walichokifanya msimu uliopita na hiki wanachokifanya msimu huu, kwa maana kwamba ukiangalia walipohitimisha ligi msimu uliopita na hivi sasa performance yao baada ya mechi 25, Yanga imeshuka. Kwa hiyo kinachohukumu Yanga ni kile ambacho wenyewe wamekuwa wakikifanya msimu uliopita, lakini hata msimu wa nyuma yake pale walipomaliza ligi na pointi 80 kati ya 90, performance ya around 89%. Lakini hivi sasa wanachokifanya kwa kuwa na 80%, hii ni miongoni mwa performance bora miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Ni performance ambayo kwa wastani ni standard, ni viwango katika ligi bora barani Afrika kuwa na performance ya namna hii ama chini yake kidogo. Na ushahidi ni juu ya kile ambacho kinatokea katika ligi nyingine bora barani Afrika kwa msimu huu. Mpaka sasa baadhi ya ligi mechi zake zimeshahitimishwa, nyingine zinaelekea ukingoni,
hakuna miongoni mwa ligi bora zilizo juu ya Tanzania kwa mfano iliyofikisha performance kama ya Yanga miongoni mwa timu zinazoshiriki. Hapa inamaanisha nini? Katika ligi bora barani Afrika hivi sasa kwa mujibu wa CAF, ligi namba 1 kwa ubora ni ligi kuu ya Misri, namba 2 ni ligi kuu ya Morocco, 3 ligi kuu ya Algeria, 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, halafu 5 ni ligi kuu ya Tanzania bara ambapo vinara wake ndio Yanga kwa sasa baada ya mechi 25. Hatima ya kujua bingwa atakuwa nani ni baada kumalizika kwa mechi 30 za ligi kuu. Sasa miongoni mwa zile ligi zilizo juu ya Tanzania, ligi kuu ya Misri hivi sasa bingwa wake ameshapatikana ambaye ni nani? Ni Zamalek. Kwenye utaratibu wa ligi kuu ya Misri walianza kwa kucheza mechi ambazo baadaye wakaongezea na mechi za playoff. Kwa ujumla ligi kuu ya Misri msimu huu zimechezwa mechi 36 kwa wale ambao walikwenda kushiriki playoffs. Kwa sababu gani? Kwenye ligi kuu ya Misri kuna main ambapo timu zilikuwa 21. Baada ya hapo kukawa na playoffs ambapo timu zilikuwa 7 zinacheza mechi 6 kila moja, halafu bingwa ndipo anapatikana. Zamalek katika ile main ya timu 21 kupatikana timu 7 za kwenda kucheza playoffs ili kumpata bingwa na mwakilishi wa Misri katika ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya bingwa na inayofuatia na pia Confederations kwa maana shirikisho. Nafasi ya 3 ni kwamba Zamalek waliondoka katika main ile ya timu zote nyingi 21 wakiwa na pointi 43. Halafu katika mechi 6 walizocheza kwenye playoff iliyohusisha timu 7 za juu wakapata pointi 13, kijumlisha kwa pamoja walipata pointi 56 na kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Misri kwa msimu wa 2025-26 wakifuatiwa na Pyramids wao waliomaliza na pointi 54. Utaratibu ni ule ule, kwenye main unapata zile point, halafu zile utakazopata kwenye playoffs zinajumlishwa. Sasa ukiangalia mechi walizocheza ni 36. Katika mechi 36 maana yake ukiangalia hapa maximum performance kila mchezo ukishinda ni pointi 3, ni pointi 108. Wao wamemaliza na pointi 56. Kwa lugha nyingine, performance yao ilikuwa vipi? Utachukua 56 katika 108, ukizidisha kwa 100 ndipo unapopata performance ya Zamalek katika kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Misri, ambapo ukikokotoa vizuri hapa utagundua performance ya Zamalek ilikuwa ni around 72%. Ndio imewezesha Zamalek kuwa bingwa katika ligi kuu ya Misri ambao ni ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika. Ukilinganisha na performance ya Yanga hivi sasa baada ya mechi 25 unagundua performance hii ni chini kwa 8%, ingawa hii ni ligi kuu ya Misri. Ligi kuu Tanzania bara ni ligi kuu ya Tanzania bara, Misri ni ligi namba 1, ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5, lakini kwa viwango, kwa maana ufanisi, bingwa huwa anapatikana vipi kwa msimu huu kule Misri ndio imekuwa kwa kiwango hicho. Lakini ligi namba 2 kwa ubora hawa ni Zamalek, tumeona performance yao ni 72% na ndio mabingwa wa ligi kuu ya Misri kwa sasa. Ligi namba 2 ni ligi kuu ya Morocco maarufu kama Botola, ambako kwenyewe mpaka sasa zimeshachezwa mechi 22 kati ya mechi 30 kwa sababu nao wana timu 16 kama ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara. Anayeongoza pale juu kileleni ni FAR Rabat ambayo mpaka sasa mechi 22 walizocheza 22 games, wao FAR Rabat wangali pointi walizonazo mpaka sasa 44 katika mechi 22. Tulitarajia maximum performance iwe pointi 66 kwa sababu 22 pointi 3 kila mechi ukishinda na kwa pointi 66. Kwa hiyo ukizidisha kwa 100 hapa ili kupata ufanisi utagundua kwamba FAR Rabat ufanisi wao kwa sasa wakiwa juu kileleni ni around 67%. Lakini sio wao tu. Ukienda katika ligi namba 3 kwa ubora barani Afrika, tunazungumzia ligi kuu ya Algeria. Kule nako bingwa ameshapatikana, amecheza mechi 29. Mechi zote Algeria ni mechi 30. Lakini mabingwa ni MC Alger, walishatoa ubingwa kitambo kabla hata mechi kukamilika. Hivi sasa wameshacheza mechi 29, lakini katika mechi hizi 29 MC Alger wamecheza mechi 29 ambazo maximum points zinapaswa kuwa 87, lakini wao wametoa ubingwa wa ligi kuu ya Algeria wakiwa na pointi 62 kwa mechi walizocheza mpaka sasa 29, walipaswa kuwa na pointi 87. Ukizidisha kwa 100 hapa unapata performance yao ni around 71%. Lakini
Ligi namba 4 kwa ubora ni ligi kuu ya Afrika Kusini, ambako nako bingwa ameshapatikana. Hii ya Afrika Kusini ligi yao inajulikana kama PSL. Bingwa wake ni Orlando Pirates, akipindua meza kibabe. Mamelodi Sundowns walikuwa mabingwa mara 8 mfululizo, safari hii wameangushwa na bingwa ni Orlando Pirates. Orlando wametoa ubingwa wakiwa na pointi 69. Ligi kuu ya Afrika Kusini mechi huwa ni 30 kwa msimu uliomalizika 2025-26. Kuwa na pointi 69 maana yake performance yao ilipaswa wawe na pointi 90 kwa sababu ya mechi 30. Ukizidisha kwa 100 unagundua hapa performance yao ni around 77%. Hawa ni Orlando Pirates wakati wakitoa ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Sasa ukiangalia vizuri kwenye ligi hizi zote bora za juu ya ligi kuu Tanzania bara, hakuna performance yake kulingana na idadi ya mechi zilizochezwa, kulingana na maximum points za juu zilizotarajiwa kupatwa. Ukiangalia ufanisi wao, bado Yanga ile 80%. Yanga ambayo inaongoza ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 60 kati ya pointi 75 baada ya kucheza mechi 25, ambapo unagundua hapa ni performance ya 80% iko juu kuliko performance za walio juu kileleni, wakiwa wengine wameshatoa ubingwa, lakini FAR Rabat wanaongoza katika ligi kuu ya Morocco. Performance zao, ufanisi uko chini kulinganisha na Yanga. Lakini hata ukiondoa hizo ligi 4 za juu kwa ubora kabla ligi kuu Tanzania bara, ligi zinazofuatia ukienda mpaka ligi 10 bora, utagundua ukiondoa nchi ya Libya ambako wanafika 80%. Kwa lugha nyingine, ligi kuu ya Tunisia, ligi kuu ya Angola, ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Libya walau kuna performance kwa zile zilizo juu kileleni kwa utaratibu wao zinapiku performance ya 80% ya Yanga. Lakini kwa ligi nyingine, kwa ufupi, Yanga kiwango wanachokionyesha sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya mechi 25 kwenye ufanisi kimepungua kulinganisha na kile ambacho walikuwa kikionyesha msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara. La pili ni kwamba kiwango hicho walichonacho sasa Yanga ndicho kwa wastani huonekana katika ligi nyingine bora barani Afrika, kwa sababu kiwango cha msimu uliopita kilikuwa sio cha kawaida mpaka kufikia mwishoni mwa msimu cha zaidi ya 90% ya ufanisi na hata wa nyuma yake. Kwa hiyo kinachohukumu Yanga mpaka baadhi ya mashabiki wao na wengine wote wanakiri, kwa sababu inaonekana kwenye namba kwamba walichokuwa wakifanya Yanga hivi sasa ni tofauti, lakini kinachowabeba ni kwamba walikuwa juu sana kiasi ya kwamba kuteremka kwao kwa kiwango kwa 10% kulinganisha na pointi walizokuwa nazo msimu uliopita baada ya michezo 25 bado kuna wafanya waendelee kuwa juu, kwa sababu kiwango chenyewe cha sasa ni cha juu kwa wastani wa kawaida katika ligi bora barani Afrika. Cha msimu uliopita kilikuwa juu sana, wa nyuma yake kilikuwa juu sana, na ndicho pengine kinachohukumu. Labda kuona sasa katika mechi 5 zilizobaki ambazo ndani yake kuna mechi kwa mfano dhidi ya JKT Tanzania, kuna mechi dhidi ya Azam, kuna mechi dhidi ya Mashujaa, Yanga watafanya nini kuhakikisha wanakuwa na kiwango bora zaidi, kwa jicho moja tu kwamba watetee ubingwa wa 5 mfululizo. Maana watani zake wa jadi Simba hawachezi mbali, wao tofauti yao ni pointi 2, lakini Azam pia hawachezi mbali. Kwa lugha nyingine, kimahesabu ni juu ya Yanga, matokeo yao ndio yatakayoamua ubingwa, kwamba watautetea kwa mara 5 mfululizo ama wapinzani wake, na hasa Simba walio katika nafasi ya 2 na Azam walio nafasi ya 3, kwamba wanaweza wakapindua meza kibabe katika mechi 5 zilizobaki na wao kupanda pale juu kilele. Ni swala la kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.